Para que llevar gato. Haya basi, wakati wa leo hii Nyamweki nimechukua nafasi hii kwa ajili ya kuzungumza maneno machache tu ambayo Muumba wa mbingu na nchi amenijalia kuwa nikizungumza kwa hiyo wakati, na kwa sababu hata zamani vyombo havikuwa vinatumika, ndio maana niliyo nayo ikaleta kasheshe, lakini haiwezi nifanya nisiweze kueneza ujumbe ambao ni wa Mungu wa Israeli, Muumba wa mbingu na nchi. Haya basi, kwa hii wakati watu wa eneo hili ambao ni eneo mzuri Nyamweki, basi mimi niko katika hapa kwa njia moja tu, na kueneza ujumbe ambayo Mungu alinena naye Yesu akashuhudia. Mungu akanena, Yesu naye akashuhudia. Mungu akanena naye Yesu akashuhudia. Basi kinyume cha hayo mambo yote, basi ni uongo. Kinyume cha hayo yote ni uongo. Wakaji wa eneo hili, mimi si mhubiri, na mimi si shehe, na mimi si ustadhi. Kwa hivyo usije ukafikiria mimi nimesimama nikiwa shehe kwa sababu ya kanzu, kwa sababu ya kilemba. Mimi pia si wa dini yoyote, si wa dini yoyote ulimwenguni. Basi mimi ni mjumbe katika kueneza ujumbe ambao ni wa kweli, kweli kabisa, ambayo kwa makanisani basi imetupiliwa mbali. Kwa maana ni katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wake ni 19. Mathayo 28 mstari wake ni 19. Nasema hivi, Mathayo 28 mstari wake wa 19. Nasema hivi, kitabu cha Mathayo 28 mstari wake ni wa 19. Nasema hivi, naanza mstari wake wa 18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Basi Yesu aliweza kuwatuma mitume wake wakaweza kueneza ujumbe ambao tutaenda kujua ni ujumbe wa namna gani, ujumbe ambao Yesu aliwafanya mitume. Aliwatuma wanafunzi wake ambao mwishowe walikwisha kuwa mitume. Je, habari ambayo Yesu aliwatuma, na sasa nimekuja katika eneo hili kuweza kujua walitumwa habari ya namna gani. Basi waliweza kupatiwa mamlaka yote mbinguni na pia duniani. Wakaweza kupatiwa mamlaka yote mbinguni na pia duniani. Basi sijasimama hapa kwa mamlaka ya mtu yoyote duniani, sijatumwa na yoyote duniani. Basi nimekuja kwa ajili ya kueneza ujumbe ambao haujawahi na ambao umekuwa kutumbiliwa mbali, na kuonyesha ya kwamba si kitu na si kitu kabisa.
Hii ujumbe hautaipata makanisani, hautaipata mahali ambapo hapa kwa Uislamu, hautaipata mahali ambapo unapofikiria ati unaweza ipata. Kwa maana naogopa ng'ombe. Basi wakaji wa sehemu hii, wakaji wa sehemu hii ambao ni sehemu ya Mweki, hakuna lingine, ni jinsi ambavyo Mungu akasema na pia Yesu akashuhudia. Mungu akasema na pia Yesu akashuhudia. Je, Mungu kazungumzia kuhusu nini? Mungu kazungumzia kuhusu nini? Kitabu cha Kutoka ina mstari wake wa 13, maneno ya Mungu na pia Yesu akashuhudia. Basi tutayapata Kutoka wapi? 28 akawahubiri agano lake aliloamuru kulitenda, yaani zile amri 10. Mungu akahubiri kuhusu zile amri 10, akahubiri agano lake aliloamuru kulitenda, yaani zile amri 10, akaziandika juu ya mbao 2 na mawe. Mungu akaniamuru wakati ule niwafundishe maagizo na hukumu, mpate kuzitenda ile mtakayoisikia, ili kuimiliki, mkapate kuzitenda katika nchi ambayo mtakayoifikia. Basi Mungu akazungumzia kuhusu amri 10, akaziandika juu ya mbao 2, na pia akazungumzia kuhusu maagizo na pia hukumu za haki. Hiyo ndiyo neno ambayo iliyotoka katika kinywa cha Mwenyezi Mungu, naye Yesu mwenyewe akashuhudia. Yesu naye akashuhudia hayo mambo. Kitabu cha Mathayo 5 mstari wake wa 17. Mathayo 5 mstari wake wa 17 nasema hivi. Mathayo 5 mstari wake, Mathayo 5 Mathayo 5 mstari wake ni wa 17. Nasema hivi. Mathayo 5 mstari wake wa 17. Mathayo 5 mstari wake ni wa 17. Nasema hivi. Yesu basi anashuhudia mambo ambayo Baba ambaye ni Mungu wa mbingu na nchi, jina lake Yahweh, ambaye ni Mungu wa mbingu na nchi, kwa jina lingine Yahweh, akashuhudia kuhusu amri na kuhusu maagizo na kuhusu hukumu za haki. Mungu akazungumzia kuhusu amri, kuhusu maagizo na pia hukumu za haki. Hayo ndiyo mambo ambayo Mungu yeye mwenyewe akayazungumzia, naye Yesu akashuhudia hayo maneno ambayo Baba alizungumza. Kitabu cha Mathayo 5 mstari wake wa 17 nasema hivi. Mzani ya kuwa nalikuja kutangua Torati au manabii, la si kuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka jodi moja wala nukta moja, mpaka mbingu na nchi, mbingu na nchi zitakapoondoka jodi moja wala nukta moja, haitaondoka hata yote yatimie. Yesu akashuhudia maneno ambayo Mungu alizungumzia
kuhusu amri na pia akazungumzia kuhusu maagizo na pia hukumu. Haya ndiyo mambo ambayo Mungu alizungumzia kuhusu. Naye Yesu ambaye kwa jina lingine Yashua ama Yahushua akayaushuhudia. Kitabu cha Mathayo 5 mstari wake wa 17 nasema hivi, bali ya kuwa ati usije ukafikiria, usije ukadhani, bali ya kuwa nalikuja kutangua torati, nalikuja kuitangua torati au manabii. Torati ni mambo ambayo Mungu alizungumzia, na pia manabii ni habari ambayo akina Danieli, akina Hosea, akina Yohana Ufunuo walitabiri wakazungumzia na wengineo. Hayo ndiyo mambo ambayo Mungu anazungumzia. Kwa hivyo yeyote ambaye asemaye kinyume na hayo, basi katika kitabu cha Isaya 8 mstari wake wa 20, Isaya 8 mstari wake wa 20 inasema hivi, kitabu cha Isaya 8 mstari wake wa 20, Isaya 8 mstari wake wa 20, nawaende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa wasemi sawasawa neno hili zako hao, hapana asubuhi. Nawaende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa wasemi sawasawa neno hilo zako hao, hapana asubuhi. Kwa hivyo ni sheria ya Mungu wa mbinguni na ushuhuda wa Yesu, mambo ambayo Mungu alizungumzia na pia Yesu akashuhudia. Hiyo ingine kinyume cha hayo basi ni uongo. Kinyume na hayo, kinyume na jambo ambalo Mungu alizungumzia, kinyume cha sheria na kinyume cha ushuhuda wa Yesu, basi hiyo ni uongo. Kwa sababu acha tukaone ya kwamba mambo ambayo Yesu aliweza kuzungumzia ni gani. Yesu aliyazungumzia ni gani? Kwanza kujifunza mambo ambayo Yesu aliyatuma mitume wake wakaweza kuzungumzia, ili tukaweza kujua ama ukweli uko makanisani, uko wapi? Ukweli iko wapi? Ukweli iko makanisani? Ukweli iko kwa Uislamu? Ukweli iko wapi? Kwanza tuweze kufahamu ukweli ni kusema nini. Unaposema ati niye denama korofi watia, ati niye denama korofi watia, tuwapere edremo na waku ari sukari omura tere Jerema kama ukana nowe ware sukari akwira asa dinaria Jerema kana we dante nowe ware sukari asa dinaria kogu we na weta musiani nwadaga ma wewe ukiwa mwanalika unataka ukweli, wewe ukiwa mzazi unahitaji ukweli. Hakuna yeyote ambaye atakangi ukweli. Kwa hivyo hata wewe uenda kanisani kwa sababu unataka ukweli, unaenda kwa Uislamu kwa sababu unataka ukweli. Je, hii ukweli ni kusema nini?
Na je, ni ukweli iko kanisani ama iko msikitini? Ma kanitha-inĩ kana mĩthigiti-inĩ mane kuga atĩa kwanja? Zaburi 19, Zaburi 119, Zaburi Zaburi 119, 142, 119, 142, kitabu cha Zaburi nasema hivi: haki yako ni haki ya milele na sheria yako ndiyo kweli. Haki yako ni haki ya milele na sheria yako ndiyo kweli. Haki ya Mungu ni haki ya milele na pia sheria yake ndiyo kweli. Kwa hivyo sheria ya Mungu ndiyo kweli. Kwa watho wa Ngai nĩo ma. Koguo kanitha oro yothe ĩtarũmagĩra watho wa Ngai, kanisa lolote ambalo haizingatii sheria ya Mwenyezi Mungu basi iko hatarini. Kanisa yoyote ambayo haizingatii sheria ya Mwenyezi Mungu na ushuhuda wa Yesu basi iko hatarini ya andũ airũ. Kwa hivyo ni sheria ya Mungu ambayo ndiyo kweli, ili tukaweza kujua ama ukweli iko kanisani ama hii sheria iko kanisani. Hata tukaipima kanisa na msikiti tukajua ukweli iko kanisani, iko hapo maeko kado wenu kuituka kanitha ya mbere ukaituka kanitha ya pepa wathi kanitha ya SDA kai kuwa pepa utena kai unapita kanisa cha Bethieli unaenda na Catholic. Kwani ya Bethieli hakuna Mungu? Kai kanitha icio wahĩtũka-rĩ, kai gũtarĩ na ma, kai matararũmĩrĩra watho wa Ngai. Je, nini ambacho kinakufanya wewe uame kanisa hii unaenda hii nyingine? Nĩkĩĩ kĩu? Maeko, ukweli iko wapi? Ukweli uko wapi? Jambo la kwanza tukasema ya kwamba Mungu akazungumzia kuhusu sheria yake ambayo ni kweli, ili tukaweza kujua ama ukweli uko kanisani. Hata kwanza tukaipime na baadhi ya mambo ambayo Mungu alizungumzia na Yesu akashuhudia. Mungu akazungumzia kuhusu sheria ambazo ni amri 10 na pia akazungumzia maagizo na pia akazungumzia kuhusu hukumu za haki. Naye Yesu akashuhudia Mathayo 5 mstari wake wa 17, msije mkadhani ya kwamba nalikuja kutangua torati au nabii, la si kuja bali nilikuja kulitimiza. Je, Yesu akashuhudia kuhusu nini? Jambo la kwanza ambayo Yesu alifunza wanafunzi wake, Mathayo 23 mstari wake wa 9, Yesu akiaria na arutu wake. Mathayo 23 mstari wake wa 9, nikasema ya kwamba usije ukafikiria nimekuja hapa nikiwa
nimetumwa na mtu yeyote hapa duniani, na sijakuja kuhubiri ama kueneza ujumbe ambao ni nzuri, bali ukitaka ujumbe ambao utakupendekeza, ni vizuri ukaone mhubiri, kwa sababu mimi nimekuja na kweli ambayo haiwezi kupingika duniani. Mathayo 23 mstari wake wa 9, Yesu akazungumzia kuhusu jambo fulani, akasema nini? Kipimo cha kupima ama kweli iko katika madhehebu ni gani? Sheria na ushuhuda. Sheria na ushuhuda. Wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Wala msimwite mtu yote duniani, wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Yesu anasema kwamba msije mkaita mtu yoyote duniani baba, kwa maana baba yetu ni mmoja aliye mbinguni. Yesu akazungumzia na akafunza hiyo jambo. Sasa hivi makanisani unayo baba wa kiroho, unaye mababa wa kiroho, na Yesu amezungumzia kuhusu msije mkamwita baba yeyote duniani, kwa kuwa baba yetu mmoja aliye mbinguni. Lakini sasa hivi ikiwa mahali ambapo unashiriki unaye baba wa kiroho, ondoka, kwa sababu hiyo ni agizo ambayo ilifichwa na Yesu. Akasema ya kwamba usimwite yeyote baba duniani, kwa kuwa baba ni mmoja tu aliye mbinguni. Kwa hivyo kanisa lote ambalo unaye baba wa kiroho, basi hakuna sheria ambayo inayozingatiwa, kwa sababu Yesu akazungumzia msije kumwita yote baba duniani, kwa maana baba ni mmoja tu aliye mbinguni. Na sasa hivi unao mababa wa kiroho na wengine ni baba mtakatifu, hadharani hapa wanajulikana. Unao baba wa kiroho na pia unao baba mtakatifu ambaye anayejulikana hadharani. Na ukimwambia unakujua. Na Yesu ametoa onyo, akasema ya kwamba msimwite yeyote baba duniani, kwa maana baba ni mmoja tu aliye mbinguni. Yesu akaua wewe basi unagia kuna mamu wa kiroho kanitha-inĩ, na Yesu ni akanania kasema ya kwamba Yesu akashuhudia, Mungu naye akasema. Kutoka 20 mstari wake wa 3,
kutoka 20 kutoka 20 mstari wake ni watatu. Amri ya kwanza ya Mungu basi imevunjwa. Amri ya kwanza ya Mungu basi imevunjwa makanisani. Nasema hivi, usiwe na miungu mingine ila mimi. Hiyo ndiyo amri ya kwanza ya Muumba wa mbingu na pia Muumba wa dunia. Waisi Yesu akaagiza akasema ya kwamba usimwite yote baba duniani. Kwa hivyo ikiwa unaye baba wa kiroho kanisani, basi jua ya kwamba umepotea njia. Ikiwa unaye baba wa kiroho, wewe na baba wa kiroho kanisani, jua ya kwamba umepotea. Kwa sababu ni amri ya kwanza ya Mungu. Leo ni habari ya Kai. Akasema ya kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Tukae na Kai eke tiganie. Wale wale kanisa inere. Ana baba wa kiroho. Ana mama wa kiroho. Ile baba wa kiroho taikuore. Ana mama wa kiroho. Hiyo ni amri ya kwanza ambayo imevunjwa. Mahali ambapo nafikiria hatunayo ukweli, harewa sireria kana hena ma. Jambo la pili ambayo Yesu alishuhudia, Mathayo 6 mstari wake wa 5. Hiyo ni jambo la kwanza. Mungu akatoa onyo katika amri ya kwanza, akasema ya kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa hivyo ikiwa mahali ambapo unaposhiriki unaye baba wa kiroho, Yesu amekanya baba wa kiroho ama mama wa kiroho, kwa kuwa baba yetu ni moja tu aliye mbinguni. Jambo la pili, Mathayo 6 mstari wake wa 5. Mathayo ni 6 mstari wake wa 5. Mathayo 6 mstari wake wa 5. Nasema hivi, tena msalipo usiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekana watu. Mathayo 6 mstari wake wa 5. Nasema hivi, tena msalipo usiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane watu. Amina nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Yesu akafunza kuhusu maombi. Yesu akafunza kuhusu maombi. Yesu akiruta arutu wake oroige mahoya
Ndio maana nilipoingia hapa basi sijaanza na maombi. Wakati ambapo nimeingia sijaanzia na maombi. Je, Yesu akazungumzia kuhusu maombi ya namna gani? Mstari wake wa 5, tena msalipo, tena unapoomba, tena msalipo, usiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali wale wamesimama katika masinagogi. Kwa maana hao wanafiki wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi. Masinagogi ndio places of worship, ni makanisa na misikiti. Wapenda kusali hali wamesimama kanisani na pia misikitini. Hiyo ndio houses of worship. Yesu anasema nini? Yesu anasema nini? Usiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia. Wanafiki kanahiga wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na pia katika pembe za njia. Pembe za njia ni kama mahali ambapo nimesimama. Pembe za njia ni kama mahali ambapo nimesimama. Basi Yesu akatoa onyo, akasema ya kwamba wanafiki wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na pia pembe za njia. Basi hiyo ni onyo kutoka kwa Yesu. Akaagiza unaposali sasa hivi maombi imepelekwa kanisani, na Yesu amekataza maombi imepelekwa makanisani. Kwa maana hata huwezi lala, utafika hapo kwa sababu ya kelele. Basi Yesu akakanya haya maombi katika masinagogi na pia katika pembeni za njia. Pembeni za njia ni mahali ambapo crusade zinafanyiwa, mahali ambapo crusade hufanyiwa kama hapa, ama mahali popote ambapo crusade inafanyika. Yesu amekataza hayo maombi. Je, acha tumuulize Yesu, ni maombi unakataa? Yesu ni mambo ya orarega. Nasema hivi, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukisha kufunga mlango wako usali mbele ya Baba yako aliye sirini, naye atakujaza. Yesu hajakataza maombi, anasema ya kwamba basi wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani. Basi wewe unaposali, unapoomba, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukisha funga mlango wako usali mbele ya Baba yako aonaye sirini, naye atakujaza. Hiyo ndiyo maombi ambayo Yesu aliagiza. Macio nimo mahoya maria Ngai athanĩte. Yesu aliagiza, Yesu athanĩte. Kwa hivyo yote Yesu akasema ya kwamba unaposali
ingia katika chumba chako cha ndani. Je, kanisani ni chumba chako cha ndani? Pembeni za njia ni chumba chako cha ndani? Hapana. Chumba chako cha ndani ni mahali ambapo wewe unaenda kulala, bedroom. Hiyo ndiyo chumba chako cha ndani. Basi anasema ya kwamba Yesu anaagiza unaposali, ingia katika chumba chako cha ndani, usali mbele ya Baba yako aliye sirini, naye atakujaza. Kwa hivyo hiyo ndiyo agizo ya Yesu. Yesu hajakataza maombi. Yesu anakuambia unapoomba, unaposali, ingia katika chumba chako cha ndani na usali mbele ya Baba yako aliye sirini, anaye sirini, naye atakujaza. Swali kwako, mhubiri anapohubiri, basi atakwambia toa kofia yako tuombe. Na sasa hivi ningekuwa nikiomba, ningekwambia vaa kofia yako tuombe, ekera kofia yako tuhoye. Anakwambia jambo lingine, kwenda kuzia ukiendelea. Na nakwambia jambo lingine, funga macho tuombe. Funga macho tuombe. Muja kiuja wakinya ni idara ya kuoya akura hikaba ya kuoya. Nake Yesu ayathana ika murako ikira nyumba-ini yaku. Oe Ngai uria onaga hitho-ini ni akuigua. Je, mhubiri na Yesu, nani anaongea ukweli na nani anaongea uongo? Yesu anaweza ongea uongo kweli? Yesu noarie maheni. Je, Yesu yeye mwenyewe anaweza ongea uongo? Je, ni ukweli na ukweli kabisa? Kwa hivyo Yesu akaagiza maombi ambayo ni rasmi, maombi ambayo yanapelekana na agizo lake. Ni uingie katika chumba chako cha ndani, usali mbele ya Baba yako aliye sirini, naye anaye sirini atakujaza. Hiyo ingine ni uongo, wasimage ni mahani. Kwa sababu kanisani utaambiwa fungeni macho tuombe. Naye Yesu nakuambia enda katika chumba chako cha ndani, usali mbele yake, naye aonaye sirini, Baba yako atakujaza. Sasa kati ya kanisani na Mungu ama Yesu, nani anayeagiza ukweli? Tunaona tu nemaeni. Masho ni maeni atihiga higa maitho tuhoye. Masho ni maeni kanitha-ini na marahuju ni ahujia. Ndio maana nikasema ya kwamba usije ukafikiria ikiwa upendi ukweli, tafadhali njia ya kurudi mahali ambapo ulikuwa imeanzia hapo. Ma ekoro hano huo. Kwa hivyo jambo la kwanza, Mungu akaagiza katika amri yake ya kwanza, usio na miungu mingine ila mimi.
Na sasa kanisani kunao miungu, kunao muyungu mingine kana kuna akayike endelea uwe urahoya kana na baba akira kanitha-ini ucio ni ukayeuke leo ni ngai eke Yesu akarania Mathayo 23:9 usimwite yeyote duniani baba. Yesu ametoa onyo, usije ukamwita yeyote baba duniani. Na sasa hivi kunaye baba wa kiroho kanisani. Na sasa hivi kunaye mama wa kiroho kanisani. Na sasa hivi kunaye baba mtakatifu hadharani inajulikana Pope Francis. Sasa ni nani anaye ukweli? Ni Mungu ama ni mwanadamu? Mungu akaagiza naye Yesu akashuhudia. Je, kati ya Mungu na mwanadamu, kati ya Mungu na kanisa, nini inayofuza ukweli? Ukweli ni kwa Yesu ama ukweli iko kanisani? Nikamwini umwe arainire rwimbo andu mararambika eto ng'ang'aga bari kanitha gutire Ngai akirima na nĩ kũrĩthaka. Kwa maana mwimbaji mmoja akatoa wimbo na akawimba, basi makanisa yakalalamika. Hapa ni ng'ang'a wa Gabari nasema kanisa hakuna Mungu. Eko kuweko watho wa Ngai ndũrarũmĩrĩrwo. Macio nĩ maũndũ merĩ magũra kanitha iteke. Ũrarũmĩrĩra kĩ? Acha kwanza tucheze hiyo wimbo, alafu tuendelee hapo pengine. Ngatobe tuthake rwimbo rĩu. Joy.